kama ilivyo kwenye barabara, kuna zile barabara zinazokwenda na kuna barabara zinazorudi. Vivyo hivyo kwenye mawasiliano, kuna mawasiliano kati ya simu na mnara. Hii tunaiita ni uplink transmission kwa jina la kitaalam, lakini pia kuna mawasiliano kati ya mnara kurudi kwenye simu. Hii tunasema ni downlink transmission. Kwa hiyo kulingana na aina ya huduma inayotolewa, kuna masafa ambayo unakuta yametengwa mahususi kwa ajili ya uplink transmission. Au mengine yako mahususi kwa ajili ya downlink transmission. Sasa ni eneo gani ambapo tutahitaji masafa mahususi kwa ajili ya uplink transmission, ni eneo gani tutahitaji masafa mahususi kwa ajili ya downlink transmission? Hii pia inategemeana na aina ya huduma. Nitaendelea kutumia mfano huu wa simu. Unampigia simu mtu ambaye yuko, let's say yuko nyumbani, unataka kuwasiliana naye. Ina maana wewe utataka kuzungumza akusikie, na yeye atataka azungumze umsikie. Haya ni mawasiliano ambayo tunasema yanahitaji, kwa jina la kitaalam tunasema simultaneous retransmission. Yanategemeana. Yani kwamba anataka mawasiliano ya muda huo huo, yani wote kwa pamoja mwasiliane kwa muda huo huo. Kwa hiyo masafa haya ni lazima ufanye dedication ya uplink transmission, iwepo ile masafa mahususi yametengwa kwa ajili ya uplink transmission na masafa mahususi yametengwa kwa ajili ya downlink transmission. Lakini mfano mwingine ni mfano wa data. Wewe una browse, let's say umeingia kwenye page yako umeingia ni Google, umeingia ni wapi, una browse, ni matumizi yale, ni matumizi ya data. Sasa matumizi ya data hayahitaji simultaneous transmission. Ile unaweza ukagoogle kitu, ukasubiri, na maana pale tunasema inakuwa ina load, unasubiri. Ina maana sasa haya masafa yanaweza yakatengwa kwamba hatutengi mahususi kwa ajili ya uplink transmission na downlink transmission, lakini ni masafa yale yale, inakuwa ni wigo mmoja unatumika kwa ajili ya yale matumizi ya uplink na downlink. Sema tofauti yake ni kwamba hapa sasa tutayatofautisha kwa muda mahususi ili kuepusha mwingiliano. Kwa hiyo kuna muda mahususi ile uplink transmission inafanyika, na kuna muda mahususi downlink transmission inafanyika. Kwa hiyo kwa kuzingatia hivi, Mamlaka ya Mawasiliano sasa imeandaa mpango ambao umeangazia maeneo yote haya, kuangalia ni aina ya masafa gani yanatumika kwenye huduma gani, na ni yapi yanahitajika labda kupewa downlink, ni yapi yanahitajika kupewa uplink. Ikaandaa mpango huu kwa ajili ya matumizi ya simu na internet.